mkataba. Alikuwa ananisupport kwa sababu nilikuwa mke wake. Kuna namna yote Zailisa, ukiachana na hili, ni kweli umerudiana au unatarajia kurudiana na aliyekuwa mpenzi wako wa zamani Pedro Makabila mara baada ya kuona video zako huko kwa dadake na Vikoma? Hizo video ni za muda mrefu sana. Alafu sina mpango huo wa kurudi kwa yoyote. Niseme tu hivyo, sina mpango kurudi kwa yoyote. Sasa hivi nimeamua kufocus na kazi, familia yangu, na maanisha kazi period. Yaani hata sasa hivi vitu mtakavyoviona kwangu mimi ni kazi basi. Zailisa, ukisema kwamba aliyekuwa ungangu inafanya watu waamini kwamba tayari ushapewa talaka. Ni kweli? Siko kwenye ndoa. Umeshapewa talaka ngapi? Siko kwenye ndoa. Talaka tatu. Unaruhusiwa kuchumbiwa sasa hivi na mtu mwingine? Napumzika kwanza jamani. Yaani sheria za dini unaruhusiwa? Napumzika. Okay. Nikienda kwako mtarudi pia kwa Ana. Napenda wote nijibu 80 kama nakuwa hivyo. Too much. Watu wengi wanakimwona binti mdogo ndoa mbili wanaitafsiri tofauti. Kwamba ndani ya ndoa mbili kuna na ndoa ambazo moja ilitoka hajamaliza mwaka, nyingine hajamaliza miaka miwili hivyo. Kwako kuwasaidia watu ambao ndio followers wako, ndio wanaokupush, unapata matangazo, unaweza ukawaambia nini ndio endelee kuwa na imani kwamba Zailisa sio tatizo kwenye hizo ndoa, labda tatizo ni watu ambao wanakutana nao? Mimi siwezi nikasema mimi ni tatizo au watu niliokuwa nakutana nao ni tatizo. Wanasema sijui nimesahau hiyo kauli, lakini niwaambie tu ndoa sio mbaya. Na wasikurupuke pia. Ndoa sio mbaya, lakini pia wasikurupuke. Kila kitu kinakuja kwa wakati sahihi. Mtu sahihi anakuja kwa wakati sahihi. Kwa hiyo yani hivyo tu, wasikurupuke. Una imani mlikurupuka kwa sababu ulikuwa umetoka tu kwenye ndoa muda mfupi, mjakaa sana, mkafunga ndoa? Tuongelee vitu vingine.